Kila tarehe 5 Oktoba, dunia huadhimisha siku ya walimu duniani. Ni siku ya kipekee ya kuenzi mchango wa walimu katika kuijenga jamii yenye maarifa, maadili na matumaini. Ikumbuke kwamba bila mwalimu hakuna elimu na bila elimu hakuna maendeleo. Katika makala hii tutawasikia wadau mbalimbali katika elimu wakizungumzia siku ya walimu duniani kwa kuangalia nafasi na thamani ya walimu katika jamii. Tunajaribu kupeleka elimu kwa jamii juu ya umuhimu wa mwalimu na thamani zake. Sasa siku kama hii kwa sisi walimu tunajivunia sana kuwepo, kwa sababu inakuwa kwanza inatupandisha, tunauona ule thamani wetu, na tunaamini hata jamii ikiwa inafikiwa leo siku ya walimu, na sisi tulikuwa tunapenda kabisa siku yenyewe iwe kama siku ya wafanyakazi tu, kwamba ikiwezekana walimu wote wanakutana sehemu moja, wanatulia, wanafanya kama furaha fulani. Elimu ya dini hujenga roho na maadili ya mtu. Walimu na viongozi hawa wa dini huchangia kwa kuimarisha utu, upendo na heshima katika jamii. Wanawakumbusha wanafunzi kwamba elimu bila maadili ni kama taa bila mwanga. Ina historia yake. Kuna watu waliguswa na maisha ya walimu, kwa sababu karibia kila mmoja, hata ninyi vyombo vya habari, mmepita kwenye mikono ya walimu, na hakuna msomi yeyote atakayesimama atutumuke bila kujua thamani ya mwalimu, kuanzia primary, sekondari na hata wanapokuwa vyuoni. Kwa hiyo siku hii ni muhimu sana. Ina lengo la kuangalia haki zao, vile vile kuwatia moyo, maana kazi zenyewe ni ngumu, wakati mwingine zinakatisha tamaa, wazazi wanakatisha tamaa, wakati mwingine hata mishahara inakatisha tamaa, lakini kwa sababu ya kuwainua, kuwatia moyo, ndio maana wanakuwa na siku yao maalum ya kuwatia moyo, kuwapongeza, hata kuangalia maslahi yao, na hata wao kusema na jamii au kusema kwa serikali zao. Dini ni kitu ambacho kinaandaa maisha ya mtu rohoni, na hatimaye matokeo yake yanaonekana mwilini, kwa sababu mtoto yeyote au kijana yeyote au mfanyakazi yeyote aliyelelewa vizuri na dini yake, amefundishwa kushika amri za Mungu au kumheshimu Mungu, huyo ana tofauti kubwa sana na mtumishi au mwanafunzi ambaye hajahudumiwa kidini. Kwa hiyo sisi kama kanisa vile vile tunatambua umuhimu huo, maana hata Yesu Kristo alisema kwamba waacheni watoto wadogo waje kwangu, msiwazuie. Wanaendaje kwake bila kufundishwa? Na Biblia inatuhimiza vile vile kwamba mlee mtoto katika njia impasayo, naye hata iacha hata atakapokuwa mzee. Manake kuna somo la kufundishwa pale ili amjue Mungu vizuri. Na hii hata sisi kama kanisa tuna ibada au tuna vipindi vya kuwafundisha watoto wetu njia ya Mungu, na vile vile tuna madarasa mashuleni. Tumegawana, kuna wengine wanaenda mashuleni primary, wengine wanaenda vyuoni, wengine wanaenda sekondari kuwafundisha, kwa sababu tunajua kwamba msingi wa mwanadamu yeyote anayejua utu, anayejali watu, lazima amjue Mungu. Akimjua Mungu atakuwa na hofu ya Mungu, atathamini wenzake, atafanya kazi kwa uaminifu, atafanyika kwa baraka katikati ya wengine. Msisitizo umewekwa katika kuonyesha mchango wa mafundisho ya kiroho katika malezi ya wanafunzi. Ni siku ambayo inayotambulisha hadhi na utukufu wa walimu duniani, kiasi ya kwamba dunia ikaamua kuiweka siku hii maalumu kwa ajili ya walimu, na kwa baadhi ya mataifa wakawa wanasherehekea siku yao hii. Mimi kama ni mwalimu wa siku hii, kwanza naendeleza kuwafunza wanafunzi wangu adabu na heshima, na kujua kwamba hakuna kitu kama elimu na hakuna kitu kama mwalimu. Wajue kwamba kada almuallimu ayakuna rasula, bado kidogo mwalimu awe ni mtume, kwa ule utukufu ambao amepewa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema khairukum man ta'allama alquran wa 'allama, bora wenu ni yule mwenye kufunza Qur'ani na akafundisha wengine. Kwa kwamba huu bora maadamu umetoka kwa mtume, basi bado unafundisha kwamba wajua kwamba mwalimu ni mtu bora na ni mtu wa thamani na si mtu wa kudharauliwa.
wanaheshimu mimi kama mwalimu wao, lakini na waheshimu walimu wote na wa masomo yote. Wasangalia kwa mimi nasomesha masomo ya dini wakaniheshimu mimi, la, waheshimu mpaka masomo ya mazingira, kwa sababu nayo ni elimu ambayo inatakiwa katika jamii zetu. Tunataka wahandisi, jengo kama hili la msikiti tuliopo limejengwa hili, hasikudhani kama limejengwa na walimu madrasa tu, lakini walikuja wahandisi walobobea wakalisimamisha, mabarabara na mengine. Kwa hiyo waheshimu elimu, waheshimu walimu wa fani zote, ni jambo muhimu sana katika jamii yetu. Kazi ya mwalimu inaanzia katika hatua za awali za maisha ya mtoto. Hapa ndipo utu, tabia na msingi wa kujifunza hujengwa. Ni jukumu linalohitaji moyo, subira na upendo wa kweli. Kwa upande wangu, kwa siku ya walimu duniani naitambua vyema, kwa kuwa ni siku ambayo tunakumbushwa baadhi ya majukumu yetu na pia tunasherehekea kwa kazi tunazozifanya na changamoto tunazopitia kuonekana ni za kawaida katika kazi ya kulijenga taifa. Siku hii ya mwalimu naichukulia kwa upande wa positive, yani kwa mazuri, kwa kuwa kuna baadhi ya vipengele na kuna baadhi ya activities zinafanyika na walimu kwa ajili ya kudumisha na kuboresha nidhamu kwa wanafunzi. Mwalimu wa nidhamu ana umuhimu mkubwa shuleni katika kujenga misingi ya elimu. Nidhamu shuleni inahusishwa na namna adhabu hutumika kwa hekima katika kujenga maadili. Kama mwalimu wa nidhamu, ina mchango mkubwa sana katika kuwakuza wanafunzi katika nidhamu, pia kitaaluma, kwa sababu mwanafunzi yoyote kama hana nidhamu, hata taaluma pia lazima iwe chini, kwa sababu nidhamu ndio kila kitu na ndio chachu ya taaluma. Na kwa kuwa lengo letu sisi kama walimu kuwaweka watoto katika position nzuri, wawe walimu kama sisi na wawe na kazi zingine waweze kujenga taifa, na ndio maana tunatumia nguvu nyingi kuimarisha nidhamu ili waweze kudumu katika taaluma zao, hatimaye waweze kuwa watoto wema na waweze kulijenga taifa letu kwa baadaye. Nashauri sana walimu kama walimu tuzungumze sana na watoto kuliko adhabu ambazo zile zinaumiza. Adhabu ambazo nashauri ni adhabu zile ambazo zinamjenga mtoto. Kwa mfano, adhabu ya kumpa mtoto afanye activities fulani kama kupanda maua, adhabu ya kumpa mtoto afanye activity fulani, labda kumpa hesabu afanye, kama alipewa 5 basi kumpa 10. Kwa kuwa wengi wanaona kama ni hesabu ni somo kama gumu, kupitia kumpa hizo hesabu 5 kwake inawezekana kawa faida pia, na wewe mwalimu badala ya kutumia nguvu nyingi kwa ajili ya mtoto yule kwa ajili ya adhabu labda kumpiga, pale utakuwa umemsaidia kwamba unamkeep busy, anakuwa anaweza kufanya zile hesabu kwa ajili ya manufaa yake yeye mwenyewe. Tupende kuzungumza sana na watoto, tukajua changamoto wanazopitia. Kupitia changamoto wanazopitia tutaweza kuwasaidia, na pia badala ya kuwapa adhabu kuwajenga waweze kuwa sisi wanatukimbilia kutupa changamoto zao, basi tuongee nao ili wawe wepesi wa kutufuata ili tuwape namna ya kutatua changamoto ambazo zinawakumba. Mwalimu anasema ni muhimu kuwa na ushiriki wa walimu na wazazi katika ustawi wa mwanafunzi. Kwa kushirikiana walimu pamoja na walezi na wazazi, na imani tukiimarisha nidhamu ya wanafunzi wetu, tutaimarisha taaluma na pia wataweza kuepukana na changamoto mbalimbali ambazo zinawakumba wakiwepo nyumbani pamoja na wakiwepo shuleni. Elimu shirikishi ni msingi wa usawa. Walimu wanaowafundisha wanafunzi wenye ulemavu wa kusikia au kuona hutoa somo muhimu kwamba kila mtoto ana uwezo na kila mtoto anastahili nafasi sawa ya kujifunza. Ni siku ambayo tunakumbuka mambo mengi ambayo kujijua, kujithamini wewe mwalimu kama mwalimu, wewe mwalimu ni nani? Jitambua kama mwalimu ni nani, na wewe kama wewe, na unajitambua una umuhimu gani katika taifa hili pamoja na kwa jamii kwa ujumla. Kwa mfano, siku ya mwalimu ni siku ambayo nakumbuka kwamba mwalimu ni taaluma ambayo kama taaluma zingine, lakini hii ni taaluma ya kipekee, ni taaluma ambayo inajenga taifa la kesho, ni mstakabali kwa ajili ya taifa la kesho. Kwa hiyo endapo mwalimu akikosea kidogo, ujue analiweka taifa katika mazingira magumu. Hapo ndipo unapojua kwamba siku hii ni siku ya kutafakari na kubaini kwamba sisi kama walimu tuna mchango mkubwa katika jamii kwa kuelimisha watoto kwa ajili ya taaluma ya maisha ya baadaye,
na vile vile ni siku ya kujua mafanikio na changamoto ambazo tunapitia walimu, kwa kupaza sauti kuomba serikali wafanye nini katika mahitaji ya kumwezesha mwalimu ili aweze kufanya kazi ya mazingira mazuri, na kujua vile mwalimu anapofundisha jamii inataka nini. Akiongea mwalimu katika jamii, watu wanajua kwamba ni sauti ambayo kama inavyokuwa na wenyewe wanahitaji wasema kama anavyokuwa kama mchungaji au shehe, kwamba wanajua kabisa mwalimu ni sauti ya taifa au ya jamii kwa ujumla. Katika tafakari hiyo, unasema ni siku ambayo pia mnaweza mkatafakari mambo tofauti. Pengine ni hatua zipi zichukuliwe kuhakikisha kwamba siku hii inathaminiwa haswa? Asante. Kwanza kabisa ingekuwa ni vizuri kwanza kama serikali, kama taifa, kwanza kuweka kongamano la walimu, kwamba wao wanajua nini wanakutana na changamoto katika hawa watoto ambao tunawafundisha, alafu na kujua sisi changamoto zetu ambazo zinatukabili, na kujua elimu inahitaji nini, na kutoa mawazo jinsi ya kurekebisha mtaala au mambo ya elimu kwa ujumla. Mwalimu huyu anaelezea umuhimu wa siku hii na nafasi ya watoto wenye changamoto kupata elimu ya kutumia lugha ya alama na mbinu jumuishi. Hawa watoto wenye mahitaji maalum, kwanza inatakiwa serikali ingeweza kuzalisha walimu walio wengi sana kwa ajili ya mahitaji maalum, kwa sababu sasa hivi tumeshaingia katika nasema elimu jumuishi. Kuna watoto ambao katika elimu jumuishi wanaweza kukaa kushirikiana na wenzao. Kwa hiyo kuwa na walimu wengi kwanza kunasaidia watoto wenye kundi maalumu ili waweze kupata elimu. Zingatia kwamba sheria za kimataifa hapa duniani nasema haki ya elimu kwa kila mtu bila kujali umevu wake. Kwa hiyo ukiandaa walimu wenye mahitaji maalumu, watoto ambao wenye mahitaji watapata elimu. Kuna wengine wataenda mpaka watafikia ngazi ya sekondari, lakini wengine wataweza kujitegemea katika jamii na kutokuwa tena mzigo katika jamii. Na kwa upande mwingine ukiweka wataalamu wengi, kwa hiyo katika sehemu mbalimbali wataweza kuwabaini watoto wenye mahitaji na kutoa mawazo yao na maelekezo yao katika ngazi za elimu za juu ili kuweza kuwasaidia hao watoto wenye mahitaji maalumu kulingana na aina ya ulemavu wao, na kuweza kuonyesha kwamba huyu mlemavu anatakiwa aende kwa elimu ambayo ni special, au huyu anaweza kukaa katika elimu jumuishi. Kwa hiyo ukizalisha hao walimu wengi, ndio faida yake inakuwa ni hiyo. Kwa mwanafunzi, mwalimu ni mwanga wa matumaini, ni sauti inayowaongoza na bega la kuegemea katika safari ya kujifunza. Kuwepo kwa walimu kwa ajili ya kuwafundisha watoto wenye mahitaji maalumu, hususani viziwi ambao sisi tunao hapa, tuna kitengo cha viziwi hapa shuleni kwetu, ni muhimu kwa sababu hawa wanafunzi au hawa watoto ambao unakuta wana ulemavu wa kutosikia, yani ulemavu wa ukiziwi, na wao wana uhitaji wa kupata elimu, kwa sababu ni binadamu kama binadamu wengine ambao wanahitaji wapate maarifa ya kuweza wao kuishi, wajue dunia inaendaje, wajue mahitaji mbalimbali ambayo wao wanahitaji, yani wajue tu kuishi ni namna gani wanatakiwa waishi katika hii dunia. Na hata hivyo pia wanaweza wakapata maarifa ambayo wao yakawasaidia hata kupata ajira, au wao kuweza kujitegemea, yani wasiwe tegemezi, wasiwe ombaomba, wasiwe nini, awezeje kuishi katika hii dunia, awezeje kupambana na changamoto za kimaisha yeye kama yeye. Wanahitaji pia wakiwa wakubwa waoe, waolewe nini, yani kwa ujumla waweze kujua maisha ni nini, na vile vile hata kupata ajira wao kama wao kuajiriwa hata serikalini, hata kwa watu binafsi, au yeye mwenyewe kuanzisha hata kampuni, kuanzisha biashara. Kwa hiyo wanahitaji wapate elimu kama binadamu wengine, kwa sababu ni binadamu mwenye mahitaji yale muhimu ambayo na mwingine anahitaji nayo. Wanafunzi hawa wanatambua thamani ya walimu wao kila siku. Anasema walimu wanatusaidia, wanatufundisha kusoma,
wanatufundisha kuandika, kuhesabu, kuchora picha. Pia wanatusaidia kutufundisha lugha ya alama, kwa sababu wanapofika hapa wanakuwa hawajui hata lugha ya alama. Kazi mbalimbali, mazoezi mbalimbali, michezo na ambayo inawafikisha hadi wanaenda kitaifa, netball, football, kuvuta kamba, kukimbia, na ule mchezo wa kupiga filimbi hivi, mazoezi kama ya baskeli, na heshima, yani wanafundishwa pia kuwa na heshima na watoto wadogo. Wanashirikiana wakubwa na wadogo kama jamii moja. Wananisaidia sana kunisomesha na kunipa maadili mema, maadili mazuri. Mwalimu anasomesha mafunzo na maadili ili kujijua lipo. Ni nini ambacho umekipata kama faida kutokana na wewe kwa mwalimu? Faida ya kwanza ni mtumishi wa serikali, nimepata ajira kama mwalimu. Lakini faida ya pili ni kuendesha maisha yangu kutokana na kazi ambayo ninayo ya ualimu. Lakini faida nyingine ni kuona kizazi ambacho kimepita mikononi mwangu. Kwa sasa wako watu kwenye maofisi mbalimbali ambao wamepita mikononi mwangu. Wapo wanafunzi mbalimbali ambao wako vyuo vikuu, wako wanafunzi ambao wako shule za kati, wako wanafunzi wako vyuo vya kati, na ambao wapo mpaka sasa bado ni wanafunzi wangu. Kwa hiyo najivunia kutoa kundi kubwa la wanafunzi ambao walipita mikononi mwangu. Hiyo pia ni sifa na ni baraka pia kutoka kwa Mungu. Ndio. Ni miaka mingapi uko kwenye ualimu? Na miaka 14 mpaka sasa hivi katika kazi ya ualimu. Ndio. Unamshauri nini yule ambaye haoni thamani ama mchango wa mwalimu? Unajua ni mtazamo tu, kwamba kama kuna mtu anadharau mwalimu ni kwenye makundi tu ya watu, lakini akikaa yeye peke yake anajua thamani ya mwalimu, kwa sababu hakuna asiyejua umuhimu wa mwalimu. Wakati mwingine ndio maana hata sisi walimu kuna vijana ambao walikuwa watukutu sana mashuleni, tumekimbizana nao, tumewaonya, lakini sasa hivi ukikutana nao wana appreciate kwamba mwalimu, niliona kama unanionea, kumbe yale mambo uliokuwa unaniambia na maonyo uliokuwa unanipa sasa nimeamini, kwa sababu ndipo kwenye maisha halisi. Kwa hiyo ukiona mtu anasema mwalimu hana lolote au kazi ya ualimu, ujue huyo ana yake tu, lakini kwa kifupi kwamba hakuna asiyethamini mwalimu na asiyejua umuhimu wa ualimu, kwa sababu watu mbalimbali wamepitia mikononi mwa walimu. Hata viongozi wa nchi wenyewe wana appreciate kwa sababu wamefundishwa na walimu. Kwa hiyo mwalimu, hata mimi mwalimu wangu leo nikimuona ni lazima nimnyenyekee, kwa sababu naamini yani yeye kwa namna moja ama nyingine ndio alionipa dira mpaka leo na mimi nakuja kuwa na kazi hii ya ualimu. Katika dunia ya sasa, sayansi na teknolojia ni injini ya maendeleo. Mwalimu wa sayansi hufungua akili za wanafunzi kufikiri kwa ubunifu, kutatua matatizo na kuvumbua mambo mapya. Katika kutafuta dira ya maisha, mwalimu huwa zaidi ya mwalimu. Mwalimu ni kiongozi, mwalimu ni kioo kwa jamii. Kwa hiyo mwalimu anatakiwa awe mstari wa mbele kwa kila jambo. Kwa taaluma, mambo ya nidhamu na mambo mengi kwa ujumla ambayo yanazunguka jamii yetu. Kwa hiyo tunashukuru kwanza na tunafurahi kuonekana kwamba kuna siku pekee ambayo amewekewa mwalimu. Tunathamini sana huo mchango na tunathamini sana hilo wazo kwa kuona umuhimu wa mwalimu na kuwekewa siku maalum. Kwa hiyo mtoto anatakiwa aijue sana hii sayansi ili iweze kumsaidia hata katika maisha yake ya kawaida huko mtaani.
sababu tunapojua kuna changamoto ya swala la ajira, lakini watoto wakijenga ile concept ya kuumba vitu wenyewe na kuvitumia, wanaweza kuwa wabunifu na hata kuweza kutengeneza vifaa vingine ambavyo vinaweza kuwasababishia ajira na kipato kwao. Tunapozungumzia mwalimu, ndio maisha ya mwanadamu. Walimu wana mchango mkubwa sana katika maisha hasa ya mwanadamu. Najua ni wanaelekeza watoto ambao wanazaliwa wakiwa hawajui kusoma wala kuandika, lakini wanapoenda kwa walimu basi wanaanza kufumbua macho kwa kupata ABC za maisha katika nyanja za elimu. Lakini mwalimu pia huyu ni mlezi. Mwalimu pamoja na kufundisha analea. Mwalimu pamoja na kufundisha anatibu. Mwalimu pamoja na kufundisha anashauri. Mwalimu pamoja na kufundisha anafanya kazi nyingi hata za ibada, sababu walimu pia wanafundisha masuala ya imani kwa wanafunzi kwa lengo la kujua dini zao na miungu yao. Kwa hiyo kwa kifupi, mwalimu ana umuhimu mkubwa sana katika maisha ya mwanadamu. Tunapozungumzia hii siku, ni siku kubwa sana kwa mwalimu duniani, na sisi kama walimu tunatambua kwamba kumbe na sisi tunatambulika katika dunia hii. Kwa hiyo hata na sisi tunapata faraja. Unajua, furaha kubwa ya sisi walimu ni kuona mafanikio ya yule unayemfundisha. Siku atakapofanikiwa, basi na wewe unasema huyu alikuwa mwanafunzi wangu na alipita mikononi mwangu. Hiyo sisi ndo amani kwetu. Kwa hiyo tumeichagua hii kazi, tunaifanya hii kazi kwa nidhamu ya hali ya juu, tunaifanya hii kazi kwa nguvu zetu zote kwa lengo la kuendeleza watoto wetu ili na wao waje kuwa watu fulani katika taifa hili. Tunapozungumzia nafasi ya walimu katika jamii, hatuwezi kusahau mfano wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Yeye ndiye aliyetufundisha kuwa elimu ni chombo cha ukombozi. Kupitia falsafa yake ya elimu kujitegemea, Nyerere aliweka msingi wa taifa linalothamini maarifa, maadili na utu. Leo hii kila mwalimu anatembea katika nyayo zake, akijenga taifa kwa kalamu na moyo. Unajua, umegusa mahali panapo nani, kwa sababu nimeishi nyakati zake, nimesoma nyakati zake. Yaani nashindwa kutumia lugha nzuri, lakini nikimzungumzia Mwalimu Nyerere nazungumzia mfano wa viongozi wa taifa hili la Tanzania, ambaye unafaulu Mtwara, kazi yako ni kufaulu tu. Kitoka hapo naenda kwa mkuu wa wilaya, unaandikiwa warrant. Ile warrant inakufanya upande ndege, wakati mwingine basi, train, unaenda kusoma wapi? Bukoba, uwe mtu wa Mtwara. Mwalimu Nyerere alianza kuandaa watu kuanzia ngazi ya sekondari ili watu waingiliane kikazi. Ndio maana leo sisi tunafaidi matunda yake. Kwa hiyo yani tulipata kiongozi aliyejenga msingi mzuri kwa taifa letu. Alipambana na zile changamoto zile ujinga, maradhi pamoja na umaskini. Kwa hiyo yeye alianza kujenga kwanza kwa kutafuta walimu, kipindi kile tunasema walimu waupe, ambao walimu za msingi kuweza kuzalisha walimu wengi ili kuwapatia elimu. Kwa hiyo aliweka msingi mzuri katika elimu na aliweka maazimio mbalimbali ili kujaribu kuboresha elimu, ambayo leo hii sisi hapa Watanzania wengi tunakuwa na uelewa mwingi na uelewa mpana wa kujua haki zetu za msingi na maendeleo ambayo tunafikia hapa ni yeye pekee yake Baba Taifa ameyaweka. Kama singeweka msingi wa elimu, sisi taifa letu singekuwa katika mazingira haya. Tunamshukuru sana muasisi baba yetu, kipenzi chetu, na tunamwenzi kwa kufanya yale ambayo alituachia. Tukiwa kama walimu tunajitahidi kwa asilimia kubwa, tunafanya kazi ngumu kwa kiwango kikubwa kwa ajili tu ya kumwenzi baba yetu wa taifa, kwa kuwa yeye alijitoa zaidi. Kwa sisi walimu tuendelee kufanya kazi kwa bidii, tuendelee kutenda haki kwa watoto, kwa kuwa watoto ndio taifa la kesho. Na tukitenda haki kwa watoto na tukifanya kazi kwa bidii na imani, tutatengeneza taifa zuri ambalo tutalitegemea hapo baadaye. Ana mchango mkubwa sana katika swala la elimu, kwa sababu kwanza ni mwalimu au alikuwa mwalimu, lakini pia katika kazi yake ya ualimu alifundisha mengi
katika maisha yake akiwa kama mwalimu, na mengi ambayo aliyafundisha kwa sasa tunayaishi, na tunaamini ametoa mchango mkubwa sana, kwa sababu ukiangalia hata mfumo wa maisha aliyouweka wa kuingiliana baina ya jamii moja na nyingine, haya sasa tunayaona. Kwa hiyo Mtwara kwa mfano kama hapa huwezi kukuta Wamakonde peke yao, kuna Wachaga, kuna Wazaramo, kuna Wagogo, kuna Wasukuma, na hii ni mfumo ambao aliujenga Mwalimu Nyerere toka miaka hiyo. Ndio maana hata sasa hivi mwanafunzi anaweza akasoma Mtwara, akafaulu hapa, akaenda Mara, akatoka Mara akaenda Kilimanjaro, akatoka Kilimanjaro akaenda Tanga. Kwa hiyo ni mfumo ambao baba wa taifa aliujenga na sisi tumeurithi, tunauendeleza, na huu ndio unaoleta umoja na mshikamano katika nchi yetu. Nyerere saa nyingine anaweza kana labda alikuwa ni mwalimu unamwona kama wa kawaida, lakini ni mwalimu ambaye alikuwa anafundisha nafsi. Yaani unajua kuna kitu kinaitwa nafsi. Yaani inauma kumuona Mtanzania mwenzako yani hana ule utamaduni, ule wito. Kwa hiyo mimi Nyerere ninamkubali katika hilo. Kwanza uzalendo. Ni mzalendo hasa. Sikudanganye mtu. Hasa. Iko cha kwanza. Aliweza kabisa kuiweka ile hali ya nchi kwamba mimi ni mwalimu na mimi napenda nifundishe 1, 2, 3. Na ndio maana hata ukiangalia vile vyuo ambavyo alivianzisha yeye, usimamizi wake na ile hali yake, unaona kabisa tunaenda kwenye maadili ya ualimu. Kwa hiyo Nyerere kama Nyerere, licha tu kuwa baba wa taifa, maono yake yalienda katika kumtunza ule mtoto, yalienda katika kuangalia Utanzania, sawa, ile hali ya umoja. Na walimu wengi tunatakiwa tuige hicho. Walimu ni nguzo ya jamii. Kazi yao huenda kimya, lakini matokeo yake huangaza vizazi vingi. Katika siku ya walimu duniani tunasema hongereni walimu. Kazi yenu ni zaidi ya taaluma, ni huduma, ni moyo na ni urithi unaodumu milele.